nitumie fursa hii kuwapongeza watumishi wa chuo kwa kuendelea kufanya kazi vizuri. Na kama mwakilishi wa viongozi pale Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora, niwahakikishie kwamba ofisi yenu itawaunga mkono katika juhudi hizi, na tunazitambua na hatutasita kuendelea kuwaunga mkono katika kazi zenu hizi mnazozifanya. Matunda ya kazi nzuri inayofanywa na chuo hiki yametoa matokeo chanya. Ungeniuliza mimi ningesema 360 degree. Na sema matokeo chanya sababu mmepewa jukumu kubwa sana la kuandaa rasilimali watu ya nchi hii na kuiendeleza. Obvious, mna mchango mkubwa sana. Percentage ya watumishi ambao wako 600,000+, nyinyi mna idadi kubwa sana ya watumishi ambao mmewazalisha. Lakini sio kuwazalisha tu, mna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba pale penye gap mnaziba. Maana kazi kubwa ni kuwaendeleza watumishi wa umma ili waweze kudeliver kwa kadri serikali na wananchi inavyotarajia. Lakini pamoja na pongezi hizo, nichukue fursa hii. Huko serikalini tumekuwa na utaratibu mzuri kwamba ili tufanye kazi tumejiwekea miongozo kwa maana ya sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo tunapofanya kazi zetu ni vizuri tuzingatie sheria, kanuni na taratibu katika kutekeleza majukumu haya nyeti ya kila siku. Lakini nisisitize pia swala la uadilifu, uwajibikaji na ubunifu viendelee kuwa msingi mkubwa wa utendaji wenu wa kazi kwa kuwajengea uwezo na umahiri wa watumishi wa umma. Tutajisikia vibaya sana tukisikia watumishi wa chuo cha utumishi wa umma na nyinyi mna kasoro kwenye maadili, mnalalamikiwa au hamko vizuri kwenye uwajibikaji. Jina langu naitwa Ernest Wabonesho, ni mkuu wa chuo na mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la wafanyakazi la chuo. Leo tarehe 11 Juni 2026 tuko hapa Mtwara kwa ajili ya kikao cha baraza la wafanyakazi, lakini pia na kuzindua baraza letu la 6 la wafanyakazi la chuo cha utumishi wa umma Tanzania. Baraza ni muhimu kwa taasisi za umma na ni swala la kisheria kuwa na baraza, lakini baraza langu limekuwa kipekee sana. Limekuwa msaada mkubwa hata mabaraza yaliyopita katika ushauri, lakini pia katika kuona namna gani taasisi tunaweza tukaiendesha. Limekuwa na majukumu mengi makubwa, hususan ya kujenga taasisi yetu ya chuo cha utumishi wa umma Tanzania. Limekuwa likisaidia kwenye mambo mengi. Mfano, limesaidia sana katika kuimarisha mahusiano ndani ya chuo, lakini pia mipango yote ya chuo inapita kwenye baraza. Kwa maana mipango yote na maendeleo yote ya chuo ambayo tunayashuhudia katika kipindi hiki chote ni kwa sababu ya ushauri mkubwa unaotolewa na baraza. Na katibu mkuu kweli kasema mengi, lakini kikubwa kabisa ambacho naweza nikachukua kama chuo cha utumishi wa umma Tanzania nikiyaunganisha yote aliyoyasema. Amesisitiza swala la majukumu yetu kuyatekeleza kwa kadiri ambavyo tumeundwa. Hiki chuo cha utumishi wa umma kini kwa ajili ya kuandaa utumishi wa umma, kwa ajili ya kuandaa watumishi wa umma watoe huduma kwa wananchi, huduma zenye tija, huduma ambazo ni za staha, huduma ambazo zitaleta maendeleo kwa nchi. Kimsingi maendeleo yote ya nchi yanatokana na watumishi wa umma. Watumishi wa umma ndio injini kubwa ya kusukuma maendeleo mbele. Na hilo amelisisitiza sana naibu katibu mkuu ambaye leo hii alikuwa mgeni wetu rasmi. Jina langu ni Susan Swila. Mimi ni mwenyekiti wa wafanyakazi chuo cha utumishi wa umma Dar es Salaam. Baraza la wafanyakazi kwanza limeundwa na management pamoja na chama cha wafanyakazi, na baraza hili ndio ambalo kwa nafasi kubwa linakusanya maoni ya wafanyakazi. Tunajijenga hapa, tunajaribu kutengeneza na kuhakikisha yale ambayo yanakuwa ni kwa ajili ya maslahi ya wafanyakazi yanafanyika, yanatekelezwa, yanawezekana. Lakini hapa pia tunapitia mahali gani ambapo tufanyi vizuri, tuendelee kurekebisha. Zaidi ndio sehemu pekee ambayo inaendelea, siwezi kuita pekee, lakini sehemu ya muhimu ambayo inajenga ni kama daraja kati ya management
pamoja na wafanyakazi. Naitwa Mr. Msakila Grayson, ni katibu wa TUGHE kata ya Singida. Lakini kuna ajenda ambazo tunazileta huku, lakini pamoja na mipango mikakati tunavyoleta huku, basi tunashirikisha ngazi za juu za baraza kwa maana ya management ya chuo kwa ujumla. Niseme tu kwamba tumepata vitu vizuri na baraza leo limefunguliwa rasmi, baraza la 6, lakini naibu katibu mkuu Mr. Xavier ameongea vitu vingi sana sana kuwa na mageuzi makubwa kwenye swala zima la utoaji wa elimu yetu kama chuo cha utumishi wa umma. Tuendane na dira ya taifa. Ukisoma dira ya taifa, moja kati ya kitu muhimu ambacho amegusia, inasisitiza matumizi ya tehama kwenye utoaji wa mafunzo. Tunavyojitangaza, tunavyotoa kozi zetu, na ameshauri hata kozi za muda mfupi au za muda mrefu zitolewe kwa maana ya digitali, kwa maana ya tehama. Na hii inahamasisha mlaji kwa maana ya mwananchi kuzifikia huduma zetu.